Okay, sasa kubwa zaidi sio kuhusu ya Tanzania. Bwana, sisi tumekupigia simu hapa bwana. Kubwa zaidi ni kuelekea kwenye mechi ya mkondo wa kwanza hatua ya nusu finali ya Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch ambao Simba watakuwa nyumbani. Wewe sio mgeni sana na hii timu ambayo inatoka South Africa kwa sababu Baraka Majogolo saizi I think kama sio msimu wa 3 basi msimu wa 2 unacheza ligi kuu South Africa. Hawa watu kwako sio wageni kabisa. Tukasema bwana tukupigie simu tupate mawili matatu kuhusu Stellenbosch na uzungumzie kwamba itaweza ikawa ni mechi ya namna gani. Na fly pia kupata nafasi hiyo kwa sababu sio nafasi ndogo. Yes. Ila kwa mimi nikizungumzia mchezo na kucheza ni kwanza ni mechi mpaka watu wanafika nusu finali. Sio kazi ndogo, sio watu wa kuwabeza. Ndio. Utakuwa ni mchezo ambao utakuwa ni ushindani kwa pande zote mbili. Yeah. Nimefika kuifuatilia Simba ikiweza mashindano ya kimataifa, nikiangalia mechi ya juzi waliocheza. Niliangalia na dakika zote 90, niliona wako kuna ubora mzuri, wanacheza kwa discipline, walijua nini wanachokitafuta. Maana kwanza wapongeze Simba, maana wanatoka kupata matokeo ya 2-0 alafu wanakuja nyumbani wanapata matokeo ya comeback ya 3 2 bila kwenda kwenye mikwaju ya penalty. Wanaenda kwenye mikwaju ya penalty mpaka wanachomoa zote mbili, wanaenda kwenye mikwaju ya penalty na wanapita. Sio jambo dogo. Kwa hiyo pia niwapongeze, na ila mechi inayokuja wanajua kwamba itakuwa mechi sio nyepesi, na nahisi kuna kocha Fadu pia alipita hapa Chipa, alipita hapa South Africa. Yes. Anajua ligi ya South Africa ikoje, mpira wa South Africa ukoje, anaijua Stellenbosch. Okay. Kulikuwa na Beki Abduli alikuwa hapa South Africa kwa Sport, alishacheza na Stellenbosch, anajua, na baadhi ya wachezaji wapo ambao wanajua walishacheza mechi za kimataifa, wanajua. Kwa hiyo sio mechi nyepesi. Kwa mimi walivyoshinda nikaja kuona kwamba ni makundi Simba inacheza na Stellenbosch. Yeah. Cha kwanza sikupenda, nikasema Simba atashinda. Nikafikiria sema itakuwaje nchi yangu, maana wajua mechi za kimataifa zinatuwakilisha pia, hata sisi ambao tunakuwa tuko huko nje. Kama sasa hivi kumbe Stellenbosch kucheza Tanzania bwana. Bwana, karibuni Tanzania. Unajua sisi ni wachezaji. Sahihi. Jana kashinda, karibuni bwana Tanzania. Kaende mkaone ni nchi moja nzuri na amani. Yes. Watanzania na mashabiki kiujumla wa Simba Sports Club, lakini na wadau wa soka wanakusikia hapo unachokizungumza. Unafikiri Simba wanakwenda kwenye hii mechi wawe na umakini sehemu gani ambayo unajua ni sehemu hatari kwa Stellenbosch, hasa kwenye safu ya ushambuliaji? Wewe hawa umecheza nao kwenye ligi ya South Africa. Ni watu bora kuanzia katikati kwenda mbele. Ni wazuri. Ni wazuri. 101.3 Dream FM. Wako nafasi ya 3 na kama sio ya 2. Ya 3 kama sio ya 4. Kwa hiyo sio timu ya kubeza, ina ushindani hata kwenye ligi ambayo tuko hapo. Ina ushindani. Kwa hiyo Simba wawe makini kuanzia kwenye safu ya 2 hadi ya 3 ya umaliziaji. Okay. Wawe makini na mawinga ambao wako nao, ama striker, kwa sababu ni timu ambayo imefuatilia kwenye nafasi mbili, inaweza ikatumia nafasi moja. Wachezaji wazuri na hapo sasa ndio kwenye ubora. Bwana najua na Stellenbosch pia na wenyewe wanafuatilia Simba kama Simba inapowafuatilia Stellenbosch. Kama jana walicheza kama sio juzi na Mazuru na walishinda goli moja. Okay. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ina ushindani. Okay. Na kuna discipline pia, ni timu ambayo nimeifuatilia. Inacheza ina discipline. Kwa hiyo timu ambayo ina discipline pia inaweza ukapata wakati mgumu kwa kupata matokeo. Inaweza ikacheza nje ya nyumbani na ikapata matokeo kwa sababu ina discipline ya mchezo.
Okay. Bwana Baraka Majogoro.